Ukiona kwamba unapambana katika maisha ya kiroho, mapambano yako ni makubwa, ni kwa sababu kuna kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Shetani hachukui kitu dhaifu. Shetani anakwenda kwa mtu mwenye nguvu, na vita ya mtu aliyesimama zaidi ndio vita kubwa kuliko ya mtu ambaye yuko vuguvugu. Lakini nataka nikwambia kwamba kuna nafasi ya ulicho nacho, ndicho kinachopiganiwa, ndicho ambacho shetani anaona kina thamani, anaona wewe ni mtu hatarishi. Kuna nyakati nyingine unaona unapangiwa kazi siku ya Jumamosi, unafanya kazi mpaka usiku. Sio kitu kingine, watu wanawinda ibada yako. Jumapili umechoka, uende kanisani. Ibada yako ndio ambayo watu wanataka isiwepo, na watu wakichukua ibada yako wamechukua kila kitu chako. Kuna watu saa matatizo ndio saa ya kusikiliza kila kitu. Jifundishe kunyamaza saa ya matatizo. Unaposhambuliwa wakati wa shida, nyamaza. Na kesho natamani nizungumze habari ambazo zitahusu kuanguka kwa watoto wetu na watu wanaovizia watoto wetu. Kwa nini watoto wetu wanaviziwa? Kuna vita gani ya watoto wetu, na hasa watoto wa kiume? Hakika wewe ni Mungu mwaminifu, ahadi zako ni kweli. Wewe ni Mungu unayetenda. Asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye ameruhusu kanisa lako liwepo, na kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu tusaidia katika kujengana na kuimarishana kila siku itoyo leo. Asante kwa ajili ya siku hii mpya ambayo Mungu umeifanya, nami mtumwa wako na mtumishi wako nashuka kwa ajili ya makusudi yako Bwana. Natamani ukatuhudumie wewe mwenyewe. Sema na kanisa lako Bwana, lihudumie kama upendavyo. Nifundishe kushuka Bwana, weka maneno yako kinywani mwangu. Baba, ninakusihi mafuta ya Roho Mtakatifu wako yakafanye upya leo, iwe ni siku mpya. Baba, ninaondoa kiburi cha uzima, mazoea, kujipandikiza wa binafsi na aina zote za roho. Mungu wangu, nakabidhi madhabahu hii mikononi mwako. Roho wako Mtakatifu akaseme na kanisa lako Bwana, uliolinunua mwenyewe kwa damu yako ya thamani. Tuhudumie kama upendavyo. Mungu wangu na Baba yangu, anza nasi jioni ya leo, umalize nasi, na utukufu wako kurudie sasa na hata milele. Amen. Chukua nafasi ya kuketi. Basi tuanze jioni ya leo kutoka Mika sura ya 7 mstari wa 7 hata ule wa 13. Ndiko kwenye msingi wetu, ndiko tutakokuwa tunatembea hapo. Ikimpendeza Mungu, kila siku tutaanzia hapo ili tusogee mbele. Mika sura ya 7 mstari wa 7 hata wa 13. Tutasoma hapo, kuanzia hapo utaanza kutembea mbele. Mika 7:7 hata 13. Lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Nitavumilia ghadhabu ya Bwana, kwa kuwa nilimwasi. Hata atakaponitetea teto langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Ndipo adui yangu ataliona jambo hilo, na aibu itamfunika. Yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana Mungu wako? Macho yangu yatamtazama, sasa atakanyagwa kama matope katika njia kuu. Amen. Tunaendelea kuweka msingi wetu ili tujenge kanisa imara. Kama mnakumbuka, Jumapili waliokuwepo ibadani, nilianza na kuzungumza habari za taifa la Israeli. Walikuja jana, niliwakumbusha taifa la Israeli lilipata mafanikio, na walikuwa na mafanikio makubwa kwa sababu ya imani yao juu ya Mungu wao. Walimshika Mungu wao, na kwa sababu waliamini, Mungu wao alifanya matendo makuu. Lakini jambo la pili, manabii waliokuwa wanawaongoza wana wa Israeli waliwajulisha juu ya maisha yao, na wana wa Israeli walijivunia juu ya manabii wao. Manabii waliwatabiria, walionyesha mambo yanayokuja kwenye taifa lao, na taifa lilijiweka vizuri kwa ajili ya manabii wao.
Jambo la tatu nilifundisha mshikamano wao. Walishikamana lile taifa, walikuwa na usemi mmoja, walikuwa na hali moja, walidumu katika hali ya namna hiyo. Lakini kiburi kikainuka baada ya mafanikio. Baada ya mafanikio, kiburi kilipoinuka, wana wa Israeli wakamwacha Mungu wao, wakaacha kuwasikiliza manabii wao, wakaacha kushikamana. Na kwa sababu hiyo Mungu aliamua waingie kwenye jambo zito, jambo la kutoka mikononi mwa Mungu. Na walipotoka mikononi mwa Mungu wakapelekwa uhamishoni Babeli, na kule Babeli hakupata nafasi ya kusali, hakupata nafasi ya kumwomba Mungu, hakupata nafasi ya kusikiliza unabii. Lakini miaka ilipokuwa inazidi kwenda, ndipo Mungu anamwamsha Mika. Mika anazungumza juu ya maadui waliokuwa wanafurahia Israeli kutekwa, na maadui hao walikuwa ni pamoja na Wamisri, pamoja na Waashuru, pamoja na Wakaldayo na mataifa mengine. Na kwa sababu hiyo Israeli akawa hana matumaini. Mungu ndio anamwamsha Mika, anamwambia juu ya maadui, anasema usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Kwa hiyo Mika anakuja kurudisha matumaini yaliyopotea. Mika anakuja kurudisha matumaini ambayo hayakuwa yanadhaniwa. Mika anarudisha mahali ambapo Israeli amekata tamaa. Mika anarudisha tena tumaini. Jana tukaenda tukatafakari. Katika utafakari kwetu jana tukajifundisha katika kitabu cha Waamuzi sura ile ya 16. Tukajifundisha habari za mtu mmoja aliyekuwa mnadhiri wa Mungu. Alianguka kwa sababu alinyolewa nywele. Alivyonyolewa nywele, tulikuwa tumepita jana katika mambo yale 6. Kwanza tuliona jambo la kwanza, alikuwa amekamatwa. Jambo la pili tukazungumza akang'olewa macho, na jambo la tatu tulizungumza akahamishwa. Jambo la 4 tulizungumza akawa anasaga ngano, na jambo la 5 tulizungumzia juu ya hitimisho lake, na mwisho Mungu akamwangalia kwa upya. Haya tulipita nayo juzi na jana. Leo natamani tusogee mbele kidogo, tuone namna gani Mungu anavyoweza kufanya kwa ajili ya watu ambao wanamtegemea. Na kwa sababu hiyo leo naomba tujifundishe. Hili si jambo jipya kwa sababu liko ndani ya Biblia, lakini kuna vitu kadha natamani nikushirikishe, vikusaidie, vikujenge na vikuinue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na mimi nimeona sitakuwa na vitabu vingi. Nitakuwa na vitabu vichache vya kuweza kusaidia ili upate muda wa kusoma. Na leo hii tutasembea katika kitabu cha nabii Danieli. Ukipata nafasi baadaye, ukiwa na muda wako, soma Danieli yote. Lakini mimi nakuonyesha vitu vichache kwa ajili ya Danieli. Katika kitabu cha Danieli sura ya 1 mstari wa 1 hata ule mstari wa 4 ninasoma maandiko haya. Danieli sura ya 1 mstari wa 1 hata ule wa 4 ninasoma maandiko haya. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakim mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Bwana akamtia, neno Bwana liangalie, Bwana akamtia Yehoyakim mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumbani kwa Mungu wake. Akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matoashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, uelevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena aliwaambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Amen. Nataka niseme jambo moja. Adui anapambana na kile ulicho nacho. Jana nilisema jambo hili. Mfalme anakwenda kuchukua vijana wenye elimu. Mfalme wa Babeli anachukua vijana waungwana, anachukua vijana welevu. Hachukui ovyo,
ana sample ambayo anataka kuichukua. Anachukua vijana wenye hekima, vijana wenye ufumbuzi, hachukui ovyo. Na mfalme wa Babeli anawachukua, ukiendelea mstari wa 5, ili awafundishe lugha ya Kikaldayo na maneno ya Kikaldayo. Mfalme Nebukadneza anafananishwa na shetani. Shetani hachukui kitu dhaifu. Shetani hachukui kitu kinyonge. Walio wengi wanadhania kwamba shetani anapenda vitu vinyonge. Shetani haendi kwa mtu mnyonge. Shetani anakwenda kwa mtu mwenye nguvu. Vita ya mtu mwenye nguvu ni kubwa kuliko vita ya mnyonge. Ukiona kwamba unapambana katika maisha ya kiroho, mapambano yako ni makubwa, ni kwa sababu kuna kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Na vita ya mtu aliyesimama zaidi ndio vita kubwa kuliko ya mtu ambaye yuko vuguvugu. Ukiona unapenya katika maeneo fulani, si kwa sababu unapenya, ni kwa sababu ulicho nacho pengine labda ni kidogo, shetani hana sababu nacho. Lakini wale wenye maono makubwa, wenye vitu vikubwa, wenye vision kubwa, hao wanawindwa kwanza, hao wanatafutwa kwanza. Tazama kwenye familia, kaka aliyesoma sana, dada aliyesoma sana ndiye mwenye vita kuliko yule ambaye hakusoma kabisa. Unakuja kuona kwamba huyu aliyesoma sana, huyu ambaye amepata kazi nzuri, huyu ambaye ameajiriwa mahali pazuri, ghafla unaanza kuona hawasaidii watu wa nyumbani mwake. Huyu ambaye unadhania kwamba anaweza akawa na vitu vingi, anaweza akafanya kitu fulani, huyu ndiye anayekufa haraka. Shetani hatafuti kitu dhaifu. Na nasemaje? Nasema kama umesimama vizuri, kama unaendelea vizuri, hapo una vita kubwa kuliko vita watu wengine. Unadhani vita ya mchungaji itakosana na mzee wa kanisa? Na wakati mwingine watu wanakuja kuniambia, mchungaji, mimi nimelogwa. Wewe akuloge nani? Msharika Segere, wewe akuloge nani? Una kitu gani cha kumtisha shetani mpaka akuloge? Kama kuniloga ataniloga mimi, ninapambana naye madhabahuni. Naona nasema na mimi nalogwa. Wewe ni uzembe tu, wewe huwezi kulogwa. Mtazame jirani yako, mwambie wewe ni uzembe tu. Unalala bila kuomba, unaishi bila maisha ya maombi. Sasa anakuja amekuona mzembe. Yaani kama mtu anapita alafu akakutana anapita akakutana na chupa iliyomalizika maji, akipiga teke useme kwamba anapiga teke vitu bwana. Sio chupa la maji lilishamalizika. Kwa hiyo kapiga teke tu ili apite. Ulogo una nini wewe? Tazama tena jirani yako, mwambie ushawahi kulogwa. Lakini nataka nikwambia kwamba kuna nafasi ya ulicho nacho ndicho kinachopiganiwa, ndicho ambacho shetani anaona kina thamani, anaona wewe ni mtu hatarishi. Nenda kwenye jumuiya, wale ambao kila Jumamosi wanasimama kusema neno. Kila Jumamosi fulani sema neno, anasema neno, fulani sema neno, uone kama atatamba miaka 4 miaka 5. Vinginevyo awe ameshikiliwa kweli na Mungu. Vinginevyo utasikia kwamba kuna balaa. Vipi yule alikuwa anahubiri? Balaa limeshatokea tayari. Vipi mjamzito? Huyu unadhani kwamba ujauzito umetokea tu? Shetani anataka kuaibisha. Usifike mahali ukasimama tena, anakupiga katika maeneo ambayo utegemei kama utapigwa. Kinachopigwa ni kile kitu ambacho kina thamani. Ukiona mtu amesimama kwenye maombi, usifikirie kwamba vita yake ni rahisi. Anapigwa vita kwanza na wana maombi wenzake. Sema huyu ana shida, huyu ana shida, huyu mwana maombi mwenzetu ana shida. Ile vita inakuja inamkuta yeye mwenyewe. Una kitu, ukiona unapigwa vita, una kitu. Nebukadneza akachukua watu wenye akili, wenye hekima, wale wenzangu na mimi akawaacha. Sasa nisikilize vizuri, nataka twende nikufundishe uweze kuelewa. Katika mstari wa 6, sikiliza vizuri, Danieli sura ya 1 mstari wa 6. Sikiliza. Basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania, Mishaeli na Azaeli,
Kati ya hao walikuwepo watu maalum. Shetani anatafuta watu maalum, kati yao walikuwa watu maalum. Sasa alipopata watu maalum alifanya nini? Ameshawapata tayari watu maalum, amewafanya nini hawa watu maalum aliwapata? Naomba niendelee kusoma. Mkuu wa matoashi akawapa majina, akamwita Danieli Belshaza, na Hanania akamwita Shedraki, na Meshaki akamwita Mishaeli, na Azaeli akamwita Abednego. Anakubadilisha, anabadilisha. Hawaiti majina yao yale yale, anawabadilisha. Usiitwe tena vile vile, anakubadilisha. Hawa watatu mambo yakakubali, akafanikiwa kuwabadilisha hawa watatu na wakabadilika. Lakini Danieli hakubadilishwa. Alipewa jina, lakini jina lilikuwa litrendi tena. Kuna wakati adui anataka kubadilisha, lakini huwezi kubadilika kama Mungu amekushika na mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Hawa wengine wakabadilika. Nini kilichotokea baada ya kubadilishwa majina? Kabla ya kubadilishwa majina, Danieli aliletewa vyakula vya kifalme. Danieli aliletewa vitu, akasema hivi siwezi kuvitumia, hivi vitanitia unajisi. Lakini Shedraki, Meshaki na Abednego walitumia. Danieli alivikataa, akaona kula mtama na maji. Kitendo cha hawa kubadilishwa majina na kubadilika kilimuingiza Nebukadneza katika kuwaweka mahali kwenye ibada zake, wakawa ni watu wa kuabudu pamoja naye. Kuna mazingira mengine yanakuwa ni magumu kuvuka, kunahitajika neema ya Mungu, kunahitajika msaada wa Mungu. Mazingira magumu kabisa. Ukitazama kushoto ni vitisho, kulia ni vitisho, umebakia peke yako. Halafu unaulizwa, je, Mungu wako anafanya kazi? Na usiinamishe kichwa chini, tujibu tukawa tunatazamana. Unatazama kushoto kulia, mipili hayupo, anasema hafanyi kazi, sema nenda kakae kule. Shedraki, Meshaki na Abednego wamebadilishwa, wakakubali kubadilika. Kitendo cha kubadilishwa na kubali kubadilika, nini kilitokea? Kilichotokea, maadui zao walitamani Mungu wao asifanye kazi tena. Maadui zao walitamani kuweka njama kwa ajili yao juu ya Mungu wao. Kumbuka ya kwamba hawa wanazungumziwa hapa walikuwa wametekwa na vyombo vya madhabahuni, vilihamishwa vikawekwa kwa mungu mwingine. Kwa hiyo hawa waliokubali kuwa mateka wakawa na malengo maalum sasa ya kuwamaliza. Njama zikawa zinafanyika. Na hapa nimesema sio kazi zote chini ya jua ambazo mtumishi wa Mungu, mwana kanisa, unafaa kuzifanya. Sio kazi zote, sio biashara zote, sio miradi yote mwana wa Mungu unapaswa kuifanya. Yule mwanangu simtaji leo kwa sababu upo kwenye semina hii, sitaki kutaja. Akanialika, akaniambia, baba mchungaji, nina biashara yangu, naomba uje unisaidie kwenye maombi kwenye biashara yangu. Upo kwenye semina, sikutaji jina, usiogope. Nikamwambia sawa mwanangu. Biashara iko wapi mwanangu? Asema njoo baba. Akanielekeza, nikawa nafuata na kwenda na gari. Kafika nikasema mbona sioni hapo mahali kwenyewe? Akaniambia hapo baba umefika, ngoja nitoke nije kuchukua. Mwana semina wangu akatoka akafika pale, ananiambia nafanyia kazi hapa baba, lakini ni kumbe ni baa, anauza chakula.
nimwombee pale baa ili biashara yake istawi pale baa, anakuuzia chakula. Na mimi nimetoka kanisani, namwambia mwanangu, hapa siwezi kuomba. Hapa mwanangu, hakupaswi wewe kufanya biashara. Si kwa sababu utafanya dhambi, ila mazingira haya mwanangu sio. Mwanangu, sitaji jina lako wala sitaji mahali kwenyewe, kwa sababu kwenye semina nakulinda na nitakulinda mwanangu kama nilivyokuambia. Lakini mazingira unaniita mchungaji baa niombee biashara yangu iko hapa. Hapa mchungaji, biashara yangu istawi. Maana kustawi biashara yake na biashara ya baa istawi. Nikiombea biashara mbili kwa wakati mmoja ni sawa kwa huyu mwanasemina wangu aliyopo leo. Nikamkatalia. Kuna maeneo, kuna mahali sio mahali pa kusema kwamba njoo upabariki. Nataka kusema kuna biashara nyingine, kuna kazi nyingine usikubali kwenda kuzifanya. Utafika mahali utu wako wa kiroho utafilisika, maisha yako ya kiroho yatavunjika. Ni kwa sababu ya mwajiri wako. Mwajiri wako anakuambia kwamba Jumapili njoo kanisani, Ijumaa usije kanisani. Huyo lazima umfikirie mara mbili, mwajiri wako ni mwajiri wa namna gani? Mwajiri wako anakuambia kwamba tumeletewa nyama kutoka mahali fulani, njoo chukue kwenye mfuko. Halafu ile nyama hujui imetoka nchi gani. Unachukua ile nyama unapeleka, unasema bosi ametupa nyama leo. Lazima uangalie. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna maeneo ambayo sio. Kuna maeneo ambayo hutakiwi kufanyia kazi. Meshaki, Abednego wakaenda huko. Tuhamie pale sura ya 3. Tuanzie mstari wa 1. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akasimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ni ibada ya kitaifa. Cheo ni kizuri, lakini kuwa makini na vyeo vingine. Unaweza ukaingia kwenye cheo ukamkosea Mungu. Chunga sana vyeo. Naogopa sana vyeo. Vinaweza vikakutoa katika nafasi kwa sababu ya cheo chako. Cheo kinaweza kusababisha uingie kwenye tatizo kwa sababu ya cheo ulichonacho. Waliwaita watu wenye vyeo sio watu wa kawaida. Mfalme anataka watu waabudu. Haiti watu wote, anaita watu wenye cheo. Na wakaenda hao watu wenye cheo. Mfalme ametengeneza sanamu yake. Mfalme amesimamisha sanamu yake. Hii sanamu urefu wake unapita hili paa langu la jengo la ibada. Ina maana kila mahali unapoona unaiangalia ile sanamu unaiona. Upana wa hiyo sanamu, ukikaa mahali kokote unaiona hiyo sanamu. Na zaidi ya hayo, mfalme akaweka masharti. Masharti aliyoweka mfalme anasema kwamba wakati wowote mtakaposikia kuna mlio maalum, huo mlio maalum wa nzomari au filimbi itakapokuwa inapigwa, watu wote hawana budi kusujudu na waiangukie hiyo sanamu bila kujali umbali uliokuwa nao. Na hii sanamu imewekwa maalum kwa ajili ya mfalme. Kwa nini walisimamisha hii sanamu? Lengo lilikuwa ni nini? Lengo lilikuwa ni ibada. Israeli amenyang'anywa urithi wake wa ibada.
Mfalme anaweka hii sanamu, lengo ni nini? Lengo ni ibada. Nisikilize vizuri, watu wana malengo ya kiibada. Kuna namna ya watu wanafanya katika malengo ya kiibada. Malengo ya kiibada, unaweza ukajikuta umeingia katika ibada bila kuwa unajua nimeingizwa katika ibada. Wanakwambia tu wenzako wote wamefanya, kwani ina shida gani? Wewe tuma tu hela yako, itakuwa ni sadaka ya hiyo ibada. Wenzako wote mbona wamefanya? Ndugu zako wamefanya. Na wanataka kuwekea kiwango kwamba, wanataka kuwekea malengo kwamba hata huko kanisani kwenu, na mtu fulani alifanya, na mtu fulani alifanya. Watu wote wanaweza kufanya, ukiwa na Mungu unaweza kukataa. Watu wanawinda ibada. Kuna nyakati nyingine unaona unapangiwa kazi siku ya Jumamosi, unafanya kazi mpaka usiku. Sio kitu kingine, watu wanawinda ibada yako. Jumapili umechoka, uende kanisani. Watu wanawinda ibada yako. Ibada yako ndio ambayo watu wanataka isiwepo. Na saa nyingine umejiandaa kabisa kwenye ibada, ghafla unasikia kwamba kuna wageni wamekuja. Wageni walikuja hawataki uende kwenye ibada. Kati najiandaa, nilikuwa najiuliza, hivi jambo nimelifanyaje? Kuliingia wimbi la kumbi za sherehe kupatikana siku ya Jumapili, ndoa zifungwe Jumapili. Lilipita lile wimbi kwa nguvu sana, na ndoa zikaanza kufungwa Jumapili. Mnamaliza ibada, watu wanakuja kwenye ibada ya ndoa. Watu wanakuja kwenye ibada ya ndoa, hawakusali. Wanakuja kwenye ibada ya ndoa, lakini hawakuja kwenye ibada ya siku ya Bwana. Lakini nimeangalia sana, nikasema kwamba hivi nakuaje sherehe za kwenye harusi zinamalizika saa 6, saa 7? Hivi watu wanamaliza sherehe wanakwenda kesho ibadani? Watu wanawinda ibada. Wakifanikiwa kuhamisha katika ibada, wamekuhamisha katika kila eneo. Na watu wakichukua ibada yako, wamechukua kila kitu chako. Ibada. Kuna saa nyingine unadhania kwamba umejiandaa na kila kitu, unatoka hapo umeshana nini na nguo zako, unatoka nje, ghafla unaona kwamba nguo, watoto wanakuambia, baba, umeona suruali yako? Unasema, vimekuwaje? Pasi baba iliunguza nguo. Sema ngoja nirudi. Sasa tena nimechelewa, siwezi kunyosha nguo nyingine, na mama yenu hayupo, kesha tangulia ibadani, leo siendi. Kinachowindwa ni ibada. Nebukadneza akasimamisha sanamu akiwa analenga ibada ya Wayahudi kuyua, akiwa analenga ya kwamba kusiwepo na mahali pengine kwenye ibada. Na sasa Shadraka, Meshaki na Abednego wakagoma kuhama kwenye ibada. Mstari wa 3:8, Danieli 3 mstari wa 8 hadi wa 15, ninasoma maneno haya. Danieli 3:5 hadi 8, ninasoma maneno haya. Wakati huo mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Na kila mtu asianguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote waliposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Basi mstari wa 8, baadhi ya Wakaldayo wakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Kwa nini hawaabudu? Kwa nini hawaanguki? Wanawashtaki.
wamepeleka mashtaka kwa mfalme. Nini kinatokea? Mstari wa 16. Nini kinatokea? Mstari wa 16. Nini kinatokea? Mstari wa 16. Ndipo Shadraki na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuri ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Hawa watu wanatazama zaidi ya maneno, wanakwenda maili za ziada, wanamtegemea Mungu wao katikati ya nyakati ngumu, katikati ya vitisho. Mfalme alighadhibika, mfalme alikasirika, lakini hawa watu wana Mungu aliyesimama, wamesimama na Mungu wao. Mstari wa 19, Danieli 3:19, nasoma mstari huo. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraki, Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuri mara 7 kuliko desturi yake ya kawaida ya kutiwa moto. Amekasirika. Adui yako akikuona mna Mungu anakasirika, anaongeza hasira juu yako, anaongeza ghadhabu juu yako. Hawezi kukuacha kirahisi. Kuna saa nyingine majibu yako unachochea hasira ya adui yako. Hao wakajibu. Nataka leo tusogee hapo mstari wa 25. Biblia inasema mstari wa 25, akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhala, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Mfalme aliwatupa katika tanuri akiwa amewafunga, wakaanguka katika moto. Nisikilize vizuri, wakaanguka katika moto, hali umefungwa mikono na miguu, wakaanguka katika moto. Na ule mwako wa moto, wale mashujaa walipokuwa wanawatupa, ule mwako wa moto alipoanguka, wale mashujaa waliteketezwa na ule mwako wa moto, maana moto ulikuwa moto wa ghadhabu. Na wale ambao walikuwa wamewazunguka wakawa wanatazama katika moto unayowaka usiokuwa wa kawaida, lakini ndani ya ule moto ambapo wameanguka, mfalme anaona ajabu. Hawa watu waliwatupa wakiwa wako 3, wamebadilishwa majina, wakaangukia katika moto, na sasa anategemea mfalme atasikia milipuko ya vichwa vinalipuka. Halafu mfalme anashangaa, moto hauna madhara juu yao. Na hapo ndipo napotaka niseme jioni ya leo, katika mstari wa 24 ndipo mfalme akastaajabu. Mstari wa 25, mimi naona watu 4 wanatembea katikati ya moto. Ukianguka utasimama tena. Anaona ya kwamba amemaliza kazi, anaona ya kwamba ametupa watu 3, biashara imemalizika, lakini kule alikotupa watu 3 ameingia na mtu 4, na huyo mtu 4 aliyeingia anatembea pamoja nao. Kumbuka walitupwa wakiwa wamefungwa, lakini huyu mtu
mtu wa nne aliyekuwa anatembea nao, huyu walikuwa katikati ya moto, huyu anazunguka nao katikati ya moto. Aliwafungua saa ngapi? Biblia haisemi. Aliwafanya nini? Biblia haisemi. Wakiwa katikati ya moto, hii mikono yao, hii miguu yao, hii suruali zao zimefunguka katikati ya moto, wanatembea pamoja naye. Nataka nikwambie mwana Segerea, uliyekuja katika ibada hii, katikati ya moto Mungu atasimama pamoja nawe. Katikati ya moto Mungu atatembea pamoja nawe. Katikati ya moto watu wanadhania unateketea, lakini Mungu ana nafasi ya kuleta kitu cha ajabu. Katikati ya moto, hapo unapoona unateketea, hapo unapoona unaangamia, hapo unapoona hutoki, hapo unapoona wanasema hutoboi, hapo Mungu anafanya njia katikati ya njia. Mungu anafanya njia katikati ya njia. Hakuna jambo lililo gumu la kumshinda Mungu katikati ya moto. Matatizo yako ni moto, mahangaiko yako ni moto, na sasa umefika mahali umeanguka katikati ya moto. Katikati ya moto unaona kwamba unateketea. Katikati ya moto unaona huna maarifa. Katikati ya moto unaona hutoki. Katikati ya moto unaona ni machozi. Katikati ya moto unaona ni kaburi. Katikati ya moto unaona ni kilio. Katikati ya moto unaona maombolezo. Hapo katikati ya moto Mungu analeta msaada. Hapo katikati ya moto Mungu anakuinua. Watashangaa wanapokuona umeinuka tena na unatembea katikati ya watu wanaodhania kwamba umeanguka katika moto. Ukianguka kuna kusimama tena. Mpe Yesu makofi jioni leo. Maadui zako watakuwa wanatembea katikati ya matatizo. Wenzako wanasema nikipata matatizo kama yale ningekuwa mimi ningekufa. Wewe hutakufa, wewe utasimama tena. Hutakufa, utainuliwa tena. Wakati wengine wanasema haiwezekani, kwako inawezekana, kwa sababu Mungu atatuma nguvu yake, atatuma uwezo wake, atakushika katikati ya tanuri. Waliokuwazia mabaya watakaa wakistaajabu umetokaje mahali pale. Utoki mwenyewe, yupo anaweza kutoa, yupo anaweza kusimamisha, yupo anaweza kukuinua tena ingawa umeanguka katika moto. Wakashangaa kama wanavyoshangaa matatizo yako. Umesikia watu wanaosema ningekuwa mimi katika ndoa nisingekaa. Mwanamume kama yule mimi nisingekaa. Wewe lakini mimi nakaa. Kinachonikalisha si watoto, kinachonikalisha si kitu kingine, kinachonikalisha nina Mungu ndani yake anayeweza kunishika, anaweza kuniongoza. Wakati wewe unasema kwamba ungekuwa wewe, ndio maana sio wewe. Tikisa jirani yako, mwambie mimi sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wanasema alikuwa na vitu, alikuwa na mali, akafilisika. Yaani vile ningekuwa mimi ningerudi kijijini, mimi ningekuwa mimi ningeuza na pale. Yaani aibu, ningekuwa mimi nisingesimama. Nataka nikwambie, aibu ni ya kwa wao. Wewe huna aibu. Mungu atakusimamisha tena. Mungu atafanya tena. Ipo njia ya Mungu kusimama tena. Ingawa unatembea kwenye moto, ingawa kabla hujaingia kwenye moto ulikuwa unaogopa, pengine itakuwaje. Meshaki, Shedraki na Abednego akasema tutupe, yuko Mungu atakayetusaidia. Nitupe kokote, yuko Mungu atakayeninua. Nitupe kokote, Mungu ataniokota tena. Nitupe kokote, Mungu wangu atasimama tena. Nitupe kokote, Mungu wangu atanitumia msaada ambao mwanadamu hawezi kuona. Mungu wangu atanifanya upya. Mwambie jirani yako, mimi ni maharage mabovu niliyetupwa jalalani. Ikinyesha mvua nitachipuka tena, nitakuwa harage jipya, na watu hawatakula tena maharage mabovu. Walitupa mabovu, Mungu anabadilisha na kuwa mapya. Sijasikia Segerea. Mungu atasimama tena. Hutaaibika tena, hutafadhaika tena. Walitupa watu watatu, ndani yake akatokea mtu wa nne. Yule mtu wa nne ni mfano wa mwana wa miungu, na anatembea pamoja nao. Katikati ya shida Mungu atatembea pamoja nawe.
Katikati ya mahangaiko Mungu atatembea pamoja nawe. Katikati ya kilio Mungu atatembea pamoja nawe. Walidhani umetupwa kabisa, walidhani uko katika moto, kumbe msaada wako uko katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wako usogezwe, asinzie yeye akulindaye. Bwana atakulinda na mabaya yote, na mimi natamka jioni ya leo, Bwana akulinda na mabaya yote. Bwana akuangazie nuru yake, asimame pamoja nawe. Mungu asimame, Mungu akatende. Mungu yu mwema. Kuna nyakati nyingine wanasema kwamba alimekuja juzi kuomba msaada, ana madeni, Wewe madeni yangu anakuhusu nini? Madeni si ya kwangu mimi. Alikula hela za watu, atafungwa. Wakinifunga si mimi. Kwani wewe unakuhusu nini? Kuna vitu vingine niachie mwenyewe, hivyo ni vyangu mwenyewe, wewe havikuhusu. Mimi nitasimama tena, mimi nitainuka tena. Na nakwambia waliokuwa nakuvizia na kufuata kwamba kila asubuhi nataka hela yangu, utawalipa na ziada. Mungu wako akisimama hakuachi. Unapita katika maeneo magumu, Mungu hakuachi, na anajua ulicho nacho. Anajua kipindi ambacho anakupitisha ni kipindi ambacho kutaka kujitukuza. Kama Meshaki Shadraka na Abednego wangesema basi huo moto tunaogopa mfalme, hii habari isingekuwepo ndani ya Biblia. Ipo kwa sababu alishinda. Na mimi nazungumza na mtu aliyeshinda. Mungu atasimama tena kwa sababu wewe ni mshindi. Umeshinda na zaidi ya kushinda. Na Mungu atasimama tena. Habari zako hazitaandikwa kwenye Biblia, zitaandikwa katika mioyo ya familia yako, zitaandikwa katika ndugu zako, zitaandikwa katika watu wanaokuzunguka. Ingawa kipindi hiki unapita kwenye moto. Mfalme yule aliwatupa, mstari wa 26 akabadilisha maneno. Yule mfalme aliwatupa Shadraka, Meshaki na Abednego, mstari wa 26 akasema hivi: kisha Nebukadneza akakaribia mdomo wa lile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu. Wewe uliwanitupa katika tanuru la moto, ulidhani sina Mungu aliye juu. Uliponiacha niteketea, ulidhani sina Mungu aliye juu. Enyi Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu. Alafu nini kinachofuata? Ngoja nikusome kinachofuata. Yaani unasoma Biblia mpaka unaisikia raha. Narudi tena mstari wa 26. Kisha Nebukadneza akakaribia mdomo wa lile tanuru lililokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika lile tanuru. Unatoka, utakaa kwenye hilo tanuri. Enyi Segerea, mama fulani, tokeni katika hilo tanuri. Wanatoka wale kina mama, wanatoka na vilemba vyao, wanatoka na mawigi yao, wanatoka katika lile tanuri. Wanashangaa, aliyesema waingie ndiye anayesema watoke. Na mimi nakwambia jioni ya leo, waliokuingiza watakutoa, hawatakuacha huko uliko. Wenyewe watasema toka kwenye haya majaribu, toka kwenye hii laana. Waliokuingiza watasema utoke. Na mimi ninaiona 2026 mwaka wa kutoka katika tanuri, 2026 mwaka wa kutoka katika kila hatua. Waliokuingiza na wakatoka, walikuwa wametupwa wakiwa wamefungwa, wametoka wakiwa wamefunguliwa. Na mimi jioni leo nataka nikwambie, utatoka ukiwa umefunguliwa. Utatoka kama ulivyokuwa umekuja na mifungo. Utakaa tena katika mifungo. Wakati wanawatupa
walidhani kwamba hawataikumbuka tena, lakini jioni ya leo usifurahi. Adui yangu niangukapo nitasimama tena. Na mimi jioni ya leo najua kuna kusimama tena, Mungu atakusimamisha tena. Na mimi jioni ya leo natamka Mungu akusimamishe tena, Mungu akuinue tena, Mungu akupandishe tena. Wewe ni wa viwango vipya, sio vile viwango vya 2025, 2026. Viwango vinakuja kuwa vipya. Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni. Na wanatoka Segerea, wanatoka watoto wako, wanatoka familia yako, wanatoka, hawatabakia pale walipokuwa, wanatoka. Hii semina ni semina ya kutoka. Hii semina sio semina ya kubakia. Hii semina ulianguka, lakini semina hii lazima utoke. Na kutoka sasa, leo ni zamu yako. Nebukadneza alipowatoa Shadraka, Meshaki na Abednego akaogopa sana, akawageukia wale waliowatupa, akasema, mliniuza kwa bei nafuu. Kuna mijitu mingine si ya kuichezea, utailoga hailogeki. Hawa sio watu wa kawaida. Na yule mfalme akadhania labda ule moto ulikuwa ni wa makataza, akasema, tuwajaribu sasa wale waliowatupa kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Halafu jambo la ajabu sana, ukisoma vizuri, wakachukuliwa wao na wake zao ambao hawakuwa na makosa, maskini. Ila kilichoponza kina mama ni kimbelembele chao. Haabudwe, ndio watupwe. Mama, haikuhusu, watupwe. Mfalme, mume wangu sio naabudu, wao ndio watupwe. Mama, mambo yasiyokuhusu achana nayo. Kuna mambo mengine sio ya kwako. Sasa yamewatokea, wakamatwa wao, wake zao na watoto wao, wakatupwa katika ile tanuru la moto, na moto ukawalamba. Kila anayekufanya jambo baya usipambane naye. Ipo saa ya Mungu kufanya. Wale wengi Mungu afanye kwa sababu ana roho ya visasi, wanataka wafanye wao. Umetendewa mabaya, usilipe. Tulia chini, kuna kitu Mungu anataka kufanya. Usimsaidie Mungu. Ule moto haukuwa moto wa mshumaa useme Meshaki na Abednego walipuliza moto kahamia upande mwingine. Ulikuwa ni moto uliowekwa tayari, wenye hasira. Lakini hawa watu hawakusema kitu. Jifundishe kunyamaza saa ya matatizo. Kuna watu saa ya matatizo ndio saa ya kusikiliza kila kitu. Kuna vitu vingine wakati wa matatizo, nyamaza. Unaposhambuliwa wakati wa shida, nyamaza. Kuna watu hapa wanaishi kwa majeraha yasiyokuwa ya kawaida kwa sababu vitu ambavyo wala sio kweli. Na kuna watu wamelia na huzuni ya kupitiliza kwa vitu ambavyo sio kweli. Halafu naye anaenda kuuliza, hivi mnasemaje? Mnavyoniona, mnanionaje? Mnasemaje? Unataka nani akutetee? Binadamu hawezi kutetea saa ya shida. Shida ikija ni ya kwako. Unataka nani aseme kwa ajili yako? Hata watoto wakisema ndio mwema, lakini ndio umepata faraja, ndio kweli. Shadraka, Meshaki na Abednego walinyamaza kimya, wakiacha nafasi ya Mungu afanye, wakiacha nafasi ya Mungu atende. Saa ya shida, jitahidi usifungue kinywa. Saa ya kupita kwenye magumu, usijitahidi kufungua kinywa. Watachukua maneno yako alafu watabadilisha. Kumbuka hawa watu walikuwa ni wenye akili, wenye hekima, wajuzi, na walikuwa na uwezo. Walikuwa tayari wana talenti zao, wakaitwa na zile talenti zao, wakabadilishwa na majina.
wakubali kubadilishwa majina, wakafika katika stage ya mwisho wakasema hapa hapana. Mungu anakufikisha mahali unasema ni kweli nilikuwa naenda mahali ambapo nakaribia kuanguka, lakini sasa hapa hapana. Natamani hapa nilikofika niseme hapana, sasa nataka nianze kwa upya. Na ndio maana nimeanza semina hii Januari hii. Fika mahali useme kwamba hapa sasa ni hapana, nataka nianze kipande kingine kipya. Ni kweli miaka yangu imetumika, ni kweli muda wangu umepita, ni kweli sikatai kabisa. Shadraka, Meshaki na Abednego, ni kweli wamebadilishwa majina, ni kweli wamekula vile vyakula, ni kweli inawezekana walikuwa na ibada zao, walikuwa na muabudu, lakini ilipofika kiwango cha sanamu, hapa hapana, hapa hapana, nataka nianze kitu kingine, hapa hapana. Nimefikishwa hapa hapana, mwisho wangu ni hapa sivuki. Huu 2026 hii hapana, lazima niende nikiwa mpya. Hapana, 2025 nimefanya kweli makosa, huko nyuma nimefanya makosa mengi, lakini sasa hapa hapana, hapa nataka nianze kitu kipya. Nimekuwa nikiwalaumu watu huko nyuma, hapana, sina sababu tena kumlaumu mtu, hapa naanza upya. Na ndipo Mungu anapoweza kuinua, kwa sababu unakusudia kuanza upya. Mungu anatazama kachembe kadogo sana kana kuweza kuinua nguvu yako mpya, na watu wakashangaa imekuwaje. Nachozungumza katika somo hili, usiogope ulivyoanguka, ila usikubali kukaa pale pale ulipoanguka. Kuna hatua moja mbele ya kuweza kuinuka, na kama unaona umeanguka kabisa huwezi, ndio maana semina hii ipo, tutatiana moyo. Nimesema kesho tutakuwa na siku ya maombi. Katika vitu ambavyo huwa naamini maishani mwangu, Mungu ananisikia. Hiki naamini kweli, Mungu ananisikia. Nilipokuwa niko mchanga kabisa pale Kisarawe, kakangu alikuwa anatengeneza pombe za mnazi. Kulikuwa na minazi mingi kipindi hicho. Alafu mimi nimeokoka, ninamcha Mungu, anatengeneza pombe za minazi ile ya wajomba. Alafu mimi watu wanakuja kuchukua pombe nyumbani, mimi ni mchanga. Lakini kwa nini pombe ziuzwe hapa? Kwa nini kakangu atengeneze pombe katika minazi ya ujombani nikiwa mchanga? Siku moja nikaamka asubuhi, nikailani ile minazi. Kasema, Yesu ulilani mtini ukanyauka, na mimi nimilani minazi. Ile minazi ilikufa, nilikuwa mchanga. Ile minazi ilikufa. Unaamka asubuhi unakuta makuti ya minazi imelala, baada ya muda kile kinani kinashuka, minazi inakufa. Ninaamini katika maombi, ninaamini nikiomba kuna kitu ambacho Mungu anakwenda kufanya. Ninaamini nikiwa mchanga vile, katika hali ile ya kutokujua chochote, nililani minazi ikakauka. Leo nimeshakuwa mchungaji, nasimama madhabahuni, nimepewa nyinyi wa Kristo wote, mmesimama mbele yangu, mimi ndo mchungaji wenu, halafu nikisema neno lisitokee. Nina nguvu ya imani katika maombi, ninaamini ninachokiomba kinakwenda kufanyika. Na kesho natamani nizungumze habari ambazo zitahusu kuanguka kwa watoto wetu na watu wanaovizia watoto wetu. Kwa nini watoto wetu wanaviziwa? Kuna vita gani ya watoto wetu, na hasa watoto wa kiume? Takisha tutembee katika ile eneo, na ndio maana nataka tufungue mlango mpya. Okay, sisi tumeshakosea. Okay, sisi hatuna tena nguvu, lakini na watoto wetu nao na kizazi chetu nacho kiendelee kule kule. Tunatamani tutoke katika maeneo hayo, tunatamani tusimame kwa upya. Tubebe basi ya watoto, tuambie watoto, mtoto unakwenda ibadani, mtoto hataki kwenda ibadani. Halafu unajiuliza unategemea nini? Unamwambia twende ibadani, anasema sawa nitakwenda, halafu anarudi kitandani anajifunika. Unakwenda kumgongea mlango, mtoto amekuwa kama vile labda ni kitu cha ajabu ya kwamba unalazimisha. Leo upo, kesho usipokuwepo mtoto ataishije? Unampa hela mtoto, unamwambia kwamba hizi hela
kafanyie 1, 2, 3. Vile vitu vyote anavyomtuma mtoto haendi kufanya, anaenda kufanya vya kwake mwenyewe. Halafu anakuja anakuambia kwamba hela ilikuwa ndogo, nimetumia, nimenunulia hiki, nimenunulia hiki. Halafu sio vitu ulivyomtuma. Na watu mtaani wanaanza kusema mtoto wa fulani yule bwana, babake anajifanya mjanja sana, mamake anajifanya mjanja sana. Kiko wapi bwana? Kaisha yule mtoto bwana. Kaisha kukutana na wewe anasema, wanapokusalimia wanakuambia msalimie na Mwipile bwana. Kumbe wanakukejeli kwa sababu umemwona Mwipile hafai tena. Kamwambie tumempa salamu bwana. Msira mtoto wako yule mkuu wa kiume tumemsalimia. Alafu baba unaondoka na masononeko, unasema kwa nini amsalimie mwanangu kwa kejeli? Utafanya nini? Kesho nataka tupite katika eneo hilo. Semina hii pia tunatoa na sadaka. Sizungumzaji sana swala la sadaka kwa sababu kwangu mimi sadaka sio kitu muhimu. Lakini katika eneo la ukombozi lazima nikwambie, sadaka ni maisha. Sadaka ni nguvu. Kuna vitu ambavyo unakwama, unatakiwa viachilie kwa sadaka. Naomba usimame. Leo nitasogeza kidogo, jana nilianza kidogo maombi, leo nitasogeza tena kidogo. Alafu kesho tutaingia kwenye maombi.